Sasa tunaalikwa kuketi na kusikiliza kwa makini mafundisho ya Baba Askofu juu ya upadre na madaraka yake. Mteule anatakiwa aelewe waziwazi na kwa hadhi na uzito wa madaraka atakayopokea. Jamii nzima ya waamini pia lazima ifahamu ukweli huo. Tumsikilize Baba Askofu. Hongera sana Shemasi kwa kukubali kupokea daraja takatifu ya upadre. Kama unavyofahamu, wewe ni padre wa kwanza kupewa daraja ya upadre katika parokia hii teule ya Kianshenge hapa Kianshenge. Hongera kwa kuleta baraka hii katika parokia teule ya Kianshenge. Ukiangalia mkusanyiko huu unaonyesha ukweli kuwa kila padre huchaguliwa miongoni mwa watu na kupewa jukumu la kushughulikia mambo ya Mungu kwa niaba ya watu, kutolewa zawadi na dhabihu kwa ajili ya dhambi za watu. Hayo tunayasoma kutoka katika waraka kwa Waebrania sura ya 5 aya ya 1. Hivyo mpendwa shemasi wetu, ninakusihi unapopewa daraja ya upadre, timiza utume wa kikuhani wa Kristo kwa furaha na upendo wa kweli, ukiyafuata si mambo yako mwenyewe bali ya Kristo huyu ambaye amekuita na siku ya leo anakuweka wakfu. Mpendwa shemasi Serious, tangu ulipoingia seminari umekuwa ukiitika wito kama nabii Isaya tuliyesikia katika somo la kwanza. Tumesikia Mwenyezi Mungu akisema, ni mtume nani? Ni nani atakayekuwa mjumbe wetu? Nami nikajibu, niko hapa, nitume mimi. Nawe kila hatua uliyopitia umekuwa ukisema, mimi hapa, nitume mimi. Na siku ya leo unakamilisha ndio yako kwa kuijongea altare ya Bwana. Hii ndiyo yako, haishi hapa. Utaendelea kusema ndiyo kila siku katika maisha yako yote. Hivyo hakikisha ndiyo yako ni ya milele kama ukuhani unaoupokea leo ulivyo wa milele. Nina imani nawe umepitia hatua ambazo nabii Isaya alipitia za kujihisi kuwa hafai kuwa nabii, kwa maana midomo yake ni najisi na anaishi ndani ya wadhambi. Licha ya nabii Isaya kuona vipingamizi hivyo, Mwenyezi Mungu amemtumia malaika akiwa na kaa la moto ambalo liligusa mdomo wake na kuhakikisha dhambi zake zote zinaondolewa. Nina imani nawe umekuwa na wasiwasi huo wa kujiona au stahili mbele ya Mwenyezi Mungu. Hili ni kweli. Tunapokea mafumbo ya Mwenyezi Mungu bila mastahili. Tunapokea siri za Mwenyezi Mungu bila mastahili yetu. Yeye ndiye anayetusafisha kwa kaa la moto, yaani baraka na sakramenti zake, na kutustahilisha kusimama madhabahuni. Hivyo nawe ujitahidi mara kwa mara kwenda kwake kwa kupitia sakramenti ya kitubio, aendelee kukusafisha ili uweze kuhudumia wote utakaokabidhiwa. Timiza ofisi hii kwa unyenyekevu mkubwa. Mpendwa shemasi, umeitika wito kama nabii Isaya na mitume walivyoitika.
Kama tulivyosikia katika Injili, wale mitume wawili waliitikia wito wa Mungu. Hatusikii kuwa walirudi nyuma. Walipoitwa walijibandua katika maisha waliyoyazoea, wakamfuata Yesu Kristo bila kurudi nyuma kuvua samaki waliokuwa wamewazoea. Nawe leo shemasi, unapewa daraja ya upadre. Jibandue kabisa katika makando kando yote ya maisha yasiyoendana na maisha ya upadre. Mpendwa Shemasi Serious, siku ya leo unakabidhiwa ofisi 3 za upadre, yaani kufundisha, kutakatifuza na kutawala, na unakuwa Kristo mwingine, au kwa Kilatini tunasema alter Christus. Zitekeleze ofisi hizi kwa uaminifu mkubwa. Jitahidi ulande maisha yako kwa Kristo ambaye amekuita na ambaye ni mwalimu, kuhani na mchungaji. Kwa kutimiza wajibu huo, unasaidia kulijenga na kulitakatifuza taifa la Mungu ili liwe hekalu takatifu. Mpendwa shemasi, hivi punde utapokea daraja ya upadre. Tekeleza huduma takatifu ya kufundisha kwa jina la Kristo mwenyewe aliye mwalimu pekee. Hivyo wagawie wote neno la Mungu ambalo nawe umelipokea kwa furaha. Unapotoa huduma hii takatifu, jitahidi usadiki kile unachokisoma na kufundisha kile unachokisadiki na kumfuasa Kristo unachokifundisha. Kila mara hakikisha unatayarisha mahubiri yako vizuri ili mafundisho yako yawe lishe kwa watu wa Mungu na mifano ya maisha yako mazuri yawe ni kivutio cha wale wanaomwamini Mungu, na kwa njia ya maisha yako yasaidie kujenga nyumba ya Mungu, yaani kanisa. Mpendwa shemasi, kazi yako ya kutakatifuza utakayokuwa unaifanya au unaitoa kwa waumini itakuwa sadaka ya kiroho ya waamini ambayo utaitoa bila kumwaga damu, ikiungana na dhabihu ya Kristo ambayo hufanya umoja na ile ya kwao. Itatolewa kwa mikono yako juu ya altare katika adhimisho la mafumbo matakatifu au adhimisho la Ekaristi takatifu. Mpendwa shemasi, elewa vizuri unachokifanya na uige unachokitenda. Na kwa kuwa utaadhimisha fumbo hili ambalo ni kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, jitahidini kutiisha viungo vyako kwa kukomesha vilema vyote na kuenenda katika uzima mpya. Watu wakikuuliza kwa nini auishi kile unachokifundisha, usianze kuambia msiangalie maisha yangu, bali tekeleza yale ninayowafundisha. Hayo ni maneno waliokuwa wanayasema Mafarisayo. Jitahidini kuepuka ufarisayo huo. Kumbuka kuwa mifano ya maisha yako inafundisha zaidi kuliko maneno yako. Mpendwa shemasi, kwa kupitia ubatizo utakaokuwa unaofanya, utaliongezea taifa la Mungu waamini wapya. Kwa sakramenti ya kitubio utasamehe dhambi kwa jina la Kristo na la kanisa. Kwa mpako wa wagonjwa utawafariji wagonjwa unapofanya ibada takatifu, na katika mfululizo wa saa za siku
utamtolea Mungu sala ya sifa na shukrani, si kwa ajili ya taifa kwa ajili ya taifa la Mungu tu, bali kwa ulimwengu mzima. Mpendwa shemasi, jitahidi katika maisha yako, fanye kazi ya Kristo kiongozi na kuhani chini ya askofu na katika ushirika naye. Muda kidogo utatoa kiapo cha utii. Nitakuuliza kama unaahidi kunipa utii mimi askofu wako na wale wanaokuja baada yangu, yaani heshima na utii. Timiza hayo kwa uaminifu mkubwa. Usije baadaye kaanza kupambana na askofu kana kwamba au kuweka kiapo hicho. Mwingine unakuta anapambana na askofu, anasema mimi napambana na askofu kwa sababu jimbo limetekwa. Lakini ukiangalia kwenye mazingira hausikii mizinga inayopigwa ambayo wanasema kwamba jimbo limetekwa au kwa watu wenye silaha wamekuja wakaliteka jimbo. Epuka ulaghai wa namna hiyo. Kumbuka kuwa unapojibidisha kuwakusanya waamini katika familia moja chini ya askofu, unawaongoza kwa Mungu Baba kwa njia ya Kristo na katika Roho Mtakatifu. Ili kufanikisha utume, jiunganishe na Kristo kwa njia ya sala na vifungo vya sakramenti ambazo umezipokea. Pia fanya jitihada kumwiga Kristo, mchungaji mwema ambaye hakuja kutumikiwa bali kutumikia na kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Pendwa shemasi, kama tulivyosikia kutoka somo la pili, kila jumuiya unapotumwa, jitahidini kudumisha amri ya mapendo na umoja. Wakaribishe na kuwasaidia watu pasipo kuwagawanya, kutafuta popularity, yani upendwe, na usilalamike. Kweni wakili mwema wa neema mbalimbali za Kristo, na karama ulizopewa na Mwenyezi Mungu zifanye ziwe faida kwa taifa la Mungu. Mpendwa shemasi, kwa kuwa siku ya leo kama tulivyosema mwanzoni mwa misa, adhimisho la misa hii takatifu, unapewa daraja ya upadre siku tunapokumbuka Mtakatifu Dominiko Padre. Ninakuombea kwa Mungu akujalie kipawa cha kuhubiri kama alivyokuwa Mtakatifu Dominiko, ama unavyosoma katika historia ya maisha yake, nasikia kwamba alikuwa mhubiri mahiri. Nawe tunakuombea uwe mhubiri mahiri. Pia jitahidini kuwa na ibada kwa Mama Bikira Maria kama alivyokuwa Mtakatifu Dominiko. Mama Bikira Maria ni mama wa mitume na mama wa mapadre. Basi iga mfano wa Mtakatifu Dominiko ili Mama Maria aandamane nawe katika utume wako wote na katika mahangaiko yako yote na katika furaha za kumtumikia Mwenyezi Mungu. Ukiwa na Mama Bikira Maria
katika utume wako, utapata ufanisi mwingi katika utume wako, na mavuno ya utume wako yataweza kufurahisha na kulineemesha kanisa la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Baada ya mteule kuelezwa rasmi, askofu akipewa daraja ya upadre anatakiwa amtumikie Kristo aliye mwalimu, kuhani na mchungaji kama Kristo mwingine. Akikubali kupokea daraja hii, sharti daima asitafute yaliyo yake, bali yaliyo yake Kristo. Na baada ya kuonyeshwa kwamba katika maisha yake yote kama padre, mteule atatakiwa afanane na Kristo mwenyewe aliye mchungaji mwema, ambaye hakuja kutumikiwa bali kutumika kwa ajili ya kondoo zake. Sasa mteule atahojiwa mbele ya umati huu kama kweli kwa hiari yake na kwa ufahamu barabara wa mambo haya bado anataka kupokea madaraka ya upadre. Mwanangu mpendwa sana, kabla haujajongea kupewa daraja ya upadre, ya kupasa kudhihirisha mbele za watu nia yako ya kupokea madaraka hayo. Je, wataka kutimiza daima kazi za kikuhani katika ngazi ya upadre kama msaidizi mwaminifu wa maaskofu katika kulichunga kundi la Bwana ukiongozwa na Roho Mtakatifu? Nataka. Je, wataka kutekeleza huduma ya neno kwa kuhubiri Injili na kufafanua imani Katoliki kwa uchaji na busara? Nataka. Je, wataka kuadhimisha mafumbo ya Kristo kwa ibada na uaminifu kulingana na mapokeo ya kanisa, kwa namna ya pekee sadaka ya Ekaristi na sakramenti ya upatanisho, kwa utukufu wa Mungu na kwa utakatifu wa taifa la Mungu? Nataka. Je, wataka pamoja nasi kumuomba Mungu huruma yake kwa ajili ya kundi unalokabidhiwa, ukidumu katika kutimiza agizo la kusali bila kuchoka? Nataka. Je, wataka kujiunga zaidi siku hadi siku na Kristo kuhani mkuu, ambaye alijitoa mwenyewe kwa Baba kuwa sadaka safi kwa ajili yetu, na pamoja naye kujiweka wakfu kwa Mungu kwa ajili ya wokovu wa watu? Kwa msaada wa Mungu nataka. Mojawapo ya sadaka anayoweza mtu kumtolea Mungu ni uhuru na utashi. Kwa njia ya askofu, mteule atatolea uhuru na utashi wake kwa Mungu. Hivyo kwa hiari yake anakubali kuwa chombo cha Mungu ili Mungu amtumie daima anavyotaka yeye kwa njia ya viongozi wake kulingana na taratibu za kanisa. Huu ndio utii anaotaka kuahidi mbele yetu sote. Mteule huyu ataahidi utii kwa askofu. Hili ni tendo la ujasiri, ni tendo la mapendo ya pekee kwa Kristo, na wakati akiweka ahadi ya utii, mteule atamwendea baba askofu na kupiga magoti mbele yake. Ataifumba mikono yake na kuiweka katikati ya mikono ya baba askofu. Siserius Uberwa, je, waahidi kunipa mimi na waandamizi wangu heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu aliyoanzisha ndani yako kazi hiyo njema, yeye mwenyewe aikamilishe.
Ndugu zangu katika Kristo, maneno tuliyosikia sasa katika ibada hii ni mazito mno, na mambo tunayoendelea kushuhudia ni magumu. Kwa nguvu za kibinadamu tu hayawezekani, lakini kwa msaada wa Mungu yanawezekana na ni rahisi kabisa. Kwa hiyo hili nia yake ya kupokea madaraka ya upadre na utii aliyoahidi viweze kuimarika, tunaalikwa tumsindikize kwa sala. Baba Askofu atatualika sote kusali litania. Wakati wa kusali litania hiyo, tutaalikwa sote kupiga magoti. Ndugu wapendwa, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi amjalie wingi wa rehema mapaji ya mbinguni huyu mtumishi wake aliyemteua kwa kazi ya upadre. Bwana utuhurumie, Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie, Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie, Bwana Maria mtakatifu, mama wa Mungu, Mtakatifu Mikaeli, watakatifu malaika wa Mungu, Mtakatifu Yohane Mbatizaji, Mtakatifu Yosefu, watakatifu Petro na Paulo, Mtakatifu Andrea,
Mtakatifu Mathayo, Mtakatifu Simoni, Mtakatifu Tadei, Mtakatifu Matia, Mtakatifu Maria Magdalena, Mtakatifu Stefano, Mtakatifu Laurenti, Mtakatifu Inyasi wa Antiokia, Mtakatifu Anyesi, watakatifu Perpetua na Felista, Mtakatifu Eligori, Mtakatifu Agustino, Mtakatifu Atanasi, Mtakatifu Basili, Mtakatifu Martini, Mtakatifu Benedikto, watakatifu Francisco na Dominiko, Mtakatifu Francisco Xaveri, Mtakatifu Yohane Maria Vianney, Mtakatifu Katarina wa Siena, Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu, watakatifu Karoli Lwanga na wenzake, Mtakatifu Padre Pio, Mtakatifu Yosefina Bakita, Mtakatifu Yohane wa 23, Mtakatifu
Yohane Paulo wa Pili. Takatifu Mama Teresa wa Kalikuta. Takatifu Paulo wa Sita. Takatifu Yosefu Alamano. Takatifu Carlo Acutis. Takatifu Petro Georgi Frassati. Takatifu Siseliusi. Mwenye heri Clementina Nenga Peta Anuarite. Mwenye heri Victoria Rosa Manarivo. Mwenye heri Yosefu Geraldo. Mwenye heri Isidori Bakanja. Mwenye heri Irene Stefani. Mwenye heri Paulina Malia Jarikoti. Watakatifu wote wa Mungu. Uturehemie. Katika uovu wowote. Katika dhambi yoyote. Katika mauti ya milele. Kwa kujifanya mwanadamu. Kwa kufa na kufufuka kwako. Kwa kumpeleka Roho Mtakatifu. Sisi wakosefu. Upende kulisimamia na kulilinda kanisa lako takatifu.
kumbariki. Na mteule huyu upende kumbariki na kumtakasa. Na mteule huyu upende kumbariki, kumtakasa na kumweka wakfu kwa kazi yako takatifu. Upende kuwajalia mataifa yote amani na mapatano ya kweli. Upende kuwafariji kwa huruma ya wanaosumbuka na kuteseka. Upende kututhibitisha sisi wenyewe na kutudumisha katika utumishi wako. Kristo utusikie. Kristo utusikie. Kristo utusikilize. Kristo utusikilize. Ee Bwana Mungu, sikiliza kwa huruma maombi yetu na yale tunayopaswa kuyatekeleza katika huduma yetu. Wewe uliye mwema, uyategemeze kwa msaada wako, umtakatifuze kwa baraka yako huyu mwana wako tunayeamini kuwa nafaa kwa kutolewa ili atimize huduma itakatifu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuketi sasa. Mteule atapiga magoti mbele ya baba askofu, nasi tutamwona baba askofu mwadhimishi anaweka mikono yake juu ya kichwa cha mteule bila neno. Baada ya baba askofu mwadhimishi kumwekea mikono mteule huyu, mapadre wa konseleblanti watafuatia. Pia mapadre wasio konseleblanti waliovaa kanzu saplis na stora watamwekea mikono bila kusema neno. Hili ni tendo la kumwombea mteule ili Roho Mtakatifu amshukie na kumjaza mapaji yake 7 na kumweka wakfu. Hili ni tendo la konsekrasyon. Hivyo kanisa lote linaomba kusali kimya kimya bila kuimba wimbo wowote, kisha itafuata sala ya kumweka wakfu mteule.
Kuweka mikono na sala ya kuweka wakfu ndicho kiini cha ibada ya kutoa daraja takatifu ya upadre.
Uwe nasi Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, wewe uliye asili ya ardhi ya wanadamu na mgawaji wa neema zote. Kwako wewe ulimwengu wote wanufaika, kwako wewe vitu vyote vinaimarika. Wewe ambaye kwa ajili ya kulinda taifa la kikuhani wawapanga wahudumu wa Kristo mwanao kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika ngazi mbalimbali ndani yake. Ndivyo katika agano la kwanza kazi zilivyoanza na kukua kwa namna ya ajabu, na ulipowaweka Musa na Haruni kutawala na kutakatifuza watu wako, uliwachagua watu katika ngazi na hadhi mbalimbali chini yao kwa ajili ya jamii na utendaji wao. Ndivyo pia kule jangwani ulivyoeneza roho ya Musa kwa njia ya watu 70 wenye busara, wakawa wasaidizi wake miongoni mwa watu, hata ukaweza kutawala kwa urahisi zaidi kundi lako. Ndivyo ulivyowajalia wana wa Haruni ukamilifu wa ukuhani wa baba yao, ili waweko makuhani wa kutosha kutoa sadaka ya imani, ambazo zilikuwa mfano wa mambo yatakayokuja kukidhi hadhi inayolingana kwa mjibu wa sheria ya kikuhani. Na hatimaye katika utimilifu wa nyakati, Baba mwema ulimtuma mwanao duniani, yaani Yesu Kristo aliye mfalme na mshenga wa imani yetu. Yeye alijitoa kwako kwa njia ya Roho Mtakatifu, sadaka safi isiyo na doa, na akawafanya mitume wake aliowatakasa katika ile kweli, washiriki utume wake. Hao nao uliwaongezea waandamizi kwa kutangaza neno lako na kufanya kazi ya kueneza wokovu kwa dunia nzima. Sasa tunakuomba Bwana, katika unyonge wetu utujalie wasaidizi hawa wetu ambao tunawahitaji katika utendaji wetu wa ukuhani wa kitume. Baba mwenyezi, tunakuomba mpe huyu mtumishi wako hadhi ya upadre, umtie upya moyoni mwake roho ya utakatifu, asimamie kazi ya daraja ya pili ambayo amepokea kutoka kwako, Mungu, na kwa maisha yake awe mfano wa maadili. Awe msaidizi wetu, ili maneno ya Injili yazae matunda katika mioyo ya watu na yaenee hadi mipaka ya dunia kwa njia ya mahubiri yake, kwa neema ya Roho Mtakatifu. Pamoja nasi awe mgawaji mwaminifu wa mafumbo yako, kusudi taifa lako liumbwe upya na kuoshwa kwa kuzaliwa mara ya pili, na lilishwe altareni pako, na wenye dhambi wapatanishwe nawe, na wagonjwa wafarijike. Awe daima na ushirika nasi
E Bwana, kwa kusi huruma yako kwa ajili ya watu waliokabidhiwa kwake na pia kwa dunia nzima, na hivyo mataifa yote yapate kukusanywa katika Kristo na kuwa taifa lako lililo moja tu, na lifikie utimilifu wake katika ufalme wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu milele na milele. Nawatangazia sasa kwa furaha kubwa kwamba tunaye padre mpya, Mheshimiwa Padre Siselius Buberwa. Tumshukuru Mungu kwa makofi na vigelegele. Ni padre wa 288 katika jimbo letu la Bukoba. Tumshangilie. Sasa Mheshimiwa Padre atavikwa mavazi ya kipadre. Tuketi. Padre atavikwa stola kwa namna ya kipadre na kuvikwa kazula. Haya ni mavazi yanayoendana na kazi na hadhi ya kipadre katika misa takatifu. Tokea sakristia alikuwa amevaa amictus, alba, chinglu yani mshipi pamoja na stola, lakini stola alivaa kwa namna ya hadhi ya ushemasi. Sasa anavikwa stola kwa hadhi ya upadre. Sasa kimavazi padre wetu amekamilika. Mavazi haya yanaonyesha maandalizi na ukamilifu wa ndani anaotakiwa kuwa nao padre anapojongea altare ya Mungu, hivyo anaweza kuadhimisha sadaka takatifu ya misa. Padre, tunaomba wageukie waamini. Sasa padre atapakwa mafuta matakatifu ya krisma viganjani. Tumwendea baba askofu. Tendo hili linamfanya padre wetu kuwa Nsigwa Majuta, yaani Nkorwa Majuta ya Ruanga. Mikono yake inakuwa mitakatifu, mikono ya kubariki, mikono ya kutakatifuza, mikono ya kutunza kwa heshima mbele ya Mungu na mbele ya watu. Bwana Yesu Kristo ambaye alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, akulinde kwa ajili ya kuwatakasa wa Kristo na kumtolea Mungu sadaka.
Sasa Mhashamu Baba Askofu atampatia vifaa vya kutolea sadaka takatifu ya misa. Atamkabidhi mikononi mwake padre mpya hostia iliyowekwa juu ya patena na divai iliyo katika karisi. Mkate na divai ni dhabihu atakazotolea Padre Siselus mara nyingi katika maisha yake kama padre. Vinatumika vifaa pekee, yani patena na karisi. Hivi ni vyombo vya heshima sababu dhabihu inayotolewa ni takatifu. Pokea dhabihu za taifa takatifu za kumtolea Mungu. Fahamu hayo utakayotenda, fuasa hayo utakayofanya, na patanisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana. Sasa ibada ya upadrisho imefika kileleni. Mhashamu Baba Askofu mwadhimishi atamtakia amani padre. Atafuata Mhashamu Baba Askofu Methodus Kilaini. Watafuata mapadre wote waliomwekea mikono katika zoezi la kumtakia amani na kumpongeza. Na baada ya mapadre atafuata shemasi. Pia wazazi wa padre wetu mpya nao wataalikwa kwa zoezi hilo. Wengine tutampongeza wakati tutakapokuwa tumemaliza adhimisho la misa takatifu. Tunaomba kwaya mtuongoze kwa wimbo.